Donald Trump, rais wa Marekani, bado anabembeleza taifa la Irani liweze kuridhia masharti ya kuweza kumaliza mapigano hapo Mashariki ya Kati kwa kuweza kuvutia kupewa urani pamoja na matakwa yake yote kuweza kukubaliwa. Ameandika katika ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Truth Social akieleza kwamba Irani iwe mwerevu haraka. Taarifa inasema rais wa Marekani Donald Trump amesema leo siku ya Jumatano kuwa Wairani wameshindwa kujirekebisha, akiwaonya wawe waerevu haraka huku juhudi za amani zikikwama. Irani haiwezi kujirekebisha, hawajui jinsi ya kusaini makubaliano yasiyo ya kinyuklia, ni bora wawe waerevu haraka, Trump alisema kupitia mtandao huo wa Truth Social, akiambatanisha na picha inayomwonyesha akiwa ameshika bunduki ya mashambulizi yenye maandishi yanayosomeka zimekwisha habari za kuwa mtu mpole, no more Mr. Nice Guy. Aliandika hivyo na kuambatanisha habari hiyo ambayo imetafsiriwa kwa namna nyingine kama ni vituko na ni habari za mfamaji, namna ambavyo anatapatapa. Ujumbe huo wa Trump umekuja siku moja baada ya kudai kuwa Irani imemwambia iko katika hali ya kuporomoka. Pendekezo la hivi karibuni la Irani kuhusu kutatua vita hivyo vya miezi miwili lingeweka kando mjadala wa mpango wake wa kinyuklia hadi mgogoro utakapomalizika na migogoro ya usafirishaji wa meli kutoka Ghuba itakapotiwa saini. Trump anataka masuala ya kinyuklia yashughulikiwe tangu mwanzo, afisa mmoja Marekani amesema. Gazeti la Wall Street Journal liliripoti siku ya Jumanne likinukuu maafisa wa Marekani kuwa Trump ameripotiwa kuwaelekeza wasaidizi wake kujiandaa na mzingiro wa muda mrefu dhidi ya Irani. Katika mikutano ya hivi karibuni, ikiwa ni pamoja na mjadala katika chumba cha hali ya hatari Situation Room, mapema wiki hii Trump alichagua kuendelea kubana uchumi wa Irani na mauzo yake ya mafuta kwa kuzuia usafirishaji wa meli kwenda na kutoka katika bandari zake, ripoti hiyo ilisema. Hili chapisho la Donald Trump kwenye mtandao wa Truth Social limeibua mijadala mingi, na mambo ni mawili hapo, kwamba anaonekana bado anaendelea kubembeleza Irani ili waweze kulegeza kamba, aweze kuchukua urani ambazo zimerutubishwa, yeye akidai zimerutubishwa kupita kiasi, yani urani iliyorutubishwa kupita kiasi apewe yeye kulingana na hiyo posti ambayo ameandika. Jambo la pili ambalo pia limefikirisha na limezua mjadala ni aina ya picha aliyoiambatanisha. Ameambatanisha picha hii ambayo unaitazama akiwa amesimama, amevaa suti yake vizuri na tai, lakini ameshika bunduki, akimaanisha kwamba kila alichokiandika katika ujumbe, endapo Irani wataendelea kuwa vichwa ngumu ataweza kukaribisha mashambulizi katika kila alichokiita miundombinu, ile power plant, miundombinu ya nishati ya Irani, lakini pia na kusaboneti maeneo yote muhimu na kuifanya Irani kama doom place, au alisema kwamba ataiangamiza Irani kwa siku moja. Achilia mbali ile kauli yake ya kipindi fulani alisema kwa usiku mmoja, ila alitoa ilikuwa ni katika mpango wa kusitisha mapigano pale Pakistani. Kabla ya kuelekea Pakistani alisema endapo Irani watakataa basi ataiangamiza Irani kwa usiku mmoja. Sasa hivi karibuni alinukuliwa akisema kwamba kwa siku moja, manake saa 24 ataifanya Irani iwe kiama, na alisema raia wote wa Irani atawapeleka kuzimu ndani ya siku moja. Huyu ni Trump ambaye anajaribu kuja na machapisho na kauli kubadilika mitazamo tofauti kadri muda unavyozidi kwenda. Akilala, akiamka, akikaa, akienda kunywa chai, akirudi, akila chakula cha mchana, akijisikia tu anaandika hichi, anaweza kujisikia akaenda Pentagoni, akaenda akaongea na waziri wake, akamfuata Peter Hegseth vile vile waziri wake wa ulinzi, akamwambia chochote anachojisikia. Tumeshuhudia pia hata jeshi lake limekuwa linafuata nyayo zake, yani kama vile limeshamsoma kwamba huyu sasa hatupaswi kuenda naye against, tusiwe naye kinyume, anachokisema na sisi tunaelekea. Na ndio maana utaona matamko ya kidiplomasia yanaanza kuhusisha na taasisi ambayo sio ya kidiplomasia. Yani utashuhudia kwamba Irani pamoja na kusema kwamba wanatoa ofa, taarifa yao ya juzi wanatoa ofa kwa Marekani ili waweze kuifungua Hormuz, lakini kwa sharti la kutohusisha kipengele cha nuclear. Marekani alijibu, rais mwenyewe ikulu iliweza kujibu, na Trump aliweza kueleza hivyo. Lakini utashangaa na usishangae kwamba Pentagon iliibuka na kujibu swala hilo. Waziri wake Peter Hegseth kwanza hawakubaliana na hiyo ofa ya Irani, lakini Irani pia wawe makini kwamba hiyo sio ofa ya kuwashughulisha Marekani. Sasa utaweza kuona kwamba idara ambazo sio za kidiplomasia zinaanza kuingia kumsaidia Trump kuikaripia ama kuitisha Irani. Sasa hapa ndipo ambapo mahala ambapo wao wamefikia.
ni vitisho, na sasa ameeleza kwamba anaongeza mzingiro zaidi. Manake badala ya kuona kwamba labda wakae chini waweze kuzungumza, ameextend ile blockade katika homes na bandari zote za Irani. Mtazamo wako ni upi? Hakikisha una comment, lakini pia subscribe kama hujafanya hivyo, turn on notification kwa ajili ya kuwa karibu zaidi na taarifa zetu. Like, comment pamoja na kushare.